Katika kuhakikisha huduma za kijamii zinapatikana ipasavyo, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imesema itahakikisha kuwa suala la umeme na maji kutopatikana kwa wakati litakwenda kumalizika hivi karibuni. Hayo yameelezwa na Waziri wa Fedha na Mipango Zanzibar, Mheshimiwa Juma Malik Akil, wakati akifanya ziara ya kukagua miradi hiyo iliyo chini ya Wizara ya Maji, Nishati na Madini Zanzibar katika mkoa wa Kusini Unguja, na hapa waziri huyo anaanza kuzungumzia masuala hayo. Katika kuhakikisha kwamba wananchi kwanza wanapata maendeleo ya kiuchumi, lakini pia wanapata maendeleo ya kijamii. Kwa hiyo umeme, maji ni masuala ya kijamii, lakini umeme ndio unachechua, yani ni chachu ya maendeleo mengine ya kiuchumi. Tunaendelea na miradi mingi kama nilivyosema, mikubwa, bandari, viwanja vya michezo, airport na kadhalika. Kuna industrial park za watu binafsi, mahoteli ya kitalii na kadhalika yameendelea kuwa na kuwa. Lakini tukajiuliza, baada ya kufanya haya yote tunafanyaje? Tutapata tunasema chanzo cha nishati ni nini? Mnavyofahamu kwamba Zanzibar kwa sasa inategemea chanzo kimoja tu kikubwa cha nishati kupitia umeme wa underground unaopita katika bahari unaotoka Tanzania bara. Sasa hii kwetu tunaona ni hatari, kwa sababu kuwa na chanzo kimoja ni riski, kwa sababu tuliona aliyotokea mwaka 2009. Tulikaa kiza kwa muda miezi mitatu baada ya ule waya kufeli katika. Sasa tunahofia isije katokea vile, lakini pia maendeleo tuliyoyasema hapa yanahitaji umeme zaidi ya mara 2 ya ule ambao tulikuwa tunazalisha. Kwa hiyo tunajiuliza, tunawekeza, tunaibuita mwekezaji, baadaye tutampa wapi chanzo cha nishati? Kwa hiyo kama mlivyosikia, tumetembea kwa jumla hapa, nimejumlisha yani kwa haraka naziona kama megawati 500, karibu 400, 500. Ndio. Sasa sisi tunazungumza sasa hivi tuko kwenye megawati 140 ambayo na yenyewe hatuipati kutokana na uchakavu wa ile miundombinu. Sasa hii inatoa nini? Inatoa assurance kwa wale wote wanaotaka kuwekeza Zanzibar, ambao walikuwa wanakwazwa na eneo hili la umeme. Watoa hofu sasa. Ndani ya miezi michache ijayo, Zanzibar itaanza kuwa inajitegemea kwa umeme. Kwa hiyo wanaotaka kujenga mahoteli tunawakaribisha. Wanaokuja kuwekeza katika viwanda tunawakaribisha. Wanaokuja kufanya wanachotaka wenyewe. Kama ni chanzo cha umeme, basi hakuna shaka serikali imejipanga kwenye hili. Kwa kweli unatusaidia sana. Kwa hiyo Zanzibar bila ya ukosefu wa umeme inawezekana. Nataka kutoa hiyo assurance. Bila ya nini? Ukosefu wa umeme inawezekana. Na umeme tumetembelea power turbine ambazo zinaandaliwa. Preliminary inaonyesha kwamba tayari kumbe tuna data za kutosha kuweza kuwa na umeme. Nilikuwa namhadithia mtu kwamba waliwahi kuja watu fulani siku za nyuma, wakaja wakafanya utafiti. Sijui utafiti ule walifanya vipi, wakasema bwana, hapa haiwezekani kabisa. Nawashukuru sana kampuni ile walikuja kufanya kampuni. Wamekuja kuniondoa ile hofu kabisa. Haipo. Kwa sababu nilikuwa naamini mimi nilikuwa napata barua watu wanaomba exemption kwa sababu ya zile vifaa vya turbine. Sema mbona nasikia umeme wa upepo upatikani? Sasa leo nimepata assurance. Data za miezi 4 zinaonyesha kabisa kwamba tumeshatimiza. Kwa hiyo na tumepewa assurance katika miezi 6 kuanzia mwezi April tutakuwa tutaanza kutumia ule umeme ambao wamezungumzia potential yake. Watakapofanya ile hybriding tunaweza tukafika mpaka megawati 500. Endelea kufuatilia matukio mbalimbali kutoka hapa Sema Africa TV. Nikiripoti kutoka visiwani Zanzibar, mimi ni Abdalla Balozi.